Ndugu mgeni rasmi, jina langu naitwa Peter Victor. Mbele yako hapa ni katibu wa kikundi cha Kazi Digital. Sisi kikundi cha Kazi Digital ni wanufaika wa mkopo wa 10% wa halmashauri. Sisi tuliweza kujiorganize kama vijana. Mwanzo tulikuwa vijana watatu, tulikuwa tunafanya kazi katika mazingira magumu. Ilikuwa ikitokea tumepata kazi kwa siku kazi mbili inakuwa ni changamoto sana. Hivyo tuliona tujiorganize kama vijana, tukakaa vijana tuliofika vijana 8, tukaweza kusajili kikundi chetu, tukaenda na process zote, tukaomba mkopo ule wa 4% kundi la vijana, na tuliweza kufanikiwa kupata shilingi milioni 50. Kwenye hii milioni 50 tuliacha tamaa, kwa sababu vijana wengi unapoandika dokezo, unapopata ile pesa, vijana wengi wanaingia tamaa, unapopata pesa wanaanza kufanya mambo mengine. Lakini sisi tulichukua pesa yote milioni 50, tukaamua kuwekeza kwenye vifaa vya production digital, tukanunua na mziki. Hata huu mziki ambao uko hapa ukumbini ni mziki wa Kazi Digital, na maanisha ni mziki wetu. Ndugu mgeni rasmi, sisi kama Kazi Digital yani kupitia huu mkopo wa 4% kundi la vijana tumefanikiwa kufanya kazi mbalimbali, ikiwemo documentary ya chuo cha utumishi wa umma Tanzania nzima, kampasi zote. Naona kiongozi hapa anajua, anafahamu, tumezunguka Tanzania nzima mwaka jana kwenye miaka 25 ya chuo cha utumishi wa umma. Pia mwaka jana tarehe 31 mwezi wa 7, Mwenge wa Uhuru ulifanikiwa kupita kwenye kikundi chetu na tukapata cheti, na ndugu Ismail Ali Usi aliweza kutupatia 100%. Ndugu mgeni rasmi, sisi kikundi cha Kazi Digital tunaendelea kuona mafanikio mbalimbali, mafanikio mengi. Tuliweza kujiunga na mfumo wa NeST na tuliweza kufanikiwa kupata kazi ya wilaya ya Igunga. Hayo ni mafanikio. Juzi tu kwenye uzinduzi wa kiwanda cha nishati mbadala pale tulipata tenda ya kuhudumia mabango. Peter, naam. Kule Igunga mlipata kazi gani? Hebu tuambie kidogo. Igunga tulipata kazi ya kufunga 3D kwenye lile soko ambapo tuliingia kwenye mfumo wa NeST moja kwa moja, na ile kazi tukaweza kuipata. Ndio inamaanisha sisi yani ni vijana ambao tunatambulika kiserikali. Hata mheshimiwa hapa anatufahamu vizuri sana. Tumeshakutana kwenye kazi nyingi na tumefanya kazi nyingi pia. Hivyo sisi kama Kazi Digital tumeendelea kuona mafanikio zaidi na zaidi. Lakini ndugu mgeni rasmi, palipo na mafanikio hapakosi changamoto. Sisi kama Kazi Digital, changamoto kubwa tulionayo mpaka sasa hivi, tumefanikiwa kununua mziki wa gharama ya shilingi milioni 36. Tuna vifaa vya kamera vya kisasa zaidi, tunafanya live streaming, tunafanya kazi ikitokea hata kwa siku tumepata kazi hata 3-4, tunaweza kuhudumia hizo kazi zote bila changamoto yoyote. Lakini pia sisi vijana tumeweza kutoa ajira zaidi ya 30 kwa vijana. Kwenye upande wa ajira ni zaidi ya 30. Kwa maana gani sasa? Kwa mfano hapa leo tumekuja kufunga mziki. Hapa kuna sound engineer, kuna wale watu ambao wanahusika kubeba mziki, kuna watu ofisini kule, watu wa usafi. Hata ikitokea tumepata kazi 5 ngapi, tunaweza kuajiri vijana wengine. Lakini sio vijana tu, hata watu wengine wananufaika ofisi nyingine, kwa sababu sisi ikitokea wamepata kazi tunakodisha vifaa, na tumefanikiwa kulipa bila changamoto yoyote ile. Changamoto kubwa tulionayo mpaka sasa hivi ni swala la usafiri. Kwa sababu tunakutana na changamoto. Kwa mfano tumepata kazi wilaya nyingine au ndani ya mkoa huu wa Tabora, changamoto kubwa ni usafiri. Tunahitaji kuwa na gari zuri la kisasa ambalo litakuwa tunaweza kufanya ile PA, kwa sababu tukipata kazi ya PA inatugharimu tena kwenda kukodi gari sehemu nyingine tufanye matangazo hayo. Hiyo ndo changamoto yetu kubwa, tunahitaji gari kwa sababu ya kufanya PA. Ndugu mgeni rasmi, mimi niendelee kushukuru sana, kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Tulipoona ili jukwaa la vijana, tukaona fursa nyingine tena kwa vijana kama sisi, kwa sababu tumekuwa karibu sana na viongozi wa serikali,
na viongozi wote kwa ujumla. Sisi kama vijana tunaweza kuwashauri vijana wengine wanapoingia katika mchakato huu wa kuandika madokezo wafate prosesi zote, lakini pia ndugu mgeni rasmi, nini sasa wito wangu kwa vijana? Wito wangu kwa vijana ni kuambia kitu kimoja, waache tamaa, kwa sababu unapokuta kijana ameandika dokezo labda la shilingi milioni 10, anapopata ile fedha anaingia tamaa, badala ya kwenda kwenye malengo ambayo ameandika kwenye ile dokezo, anaenda kufanya vitu vingine ambayo inaenda kupelekea kushinda kurejesha ile fedha, hata viongozi kushinda tena kuwaamini tena vijana. Na hiyo ndio ilikuwa changamoto kubwa hata kwa viongozi kutuamini sisi kama vijana, kwa sababu ukiangalia ni vijana ambao tupo kwenye umri ambao tunaendelea kukua, ni tamaa nyingi, changamoto nyingi, lakini sisi tukaamua tuweke vitu vyote nyuma, tufocus na kitu ambacho tulikuwa tumeandika, na Mungu akatusaidia kwa kweli. Tunaendelea kufanya kazi nyingi zaidi, na viongozi wanafahamu hilo. Asante sana, mpigeni makofi Peter.